الحمد لك ربي كثيرا، أحمدك ربي حمد الشاكرين الأبرار الأخيار المتقين. الحمد لله عما برحمته جميع الأنام، وهدى من شاء منهم إلى دين الإسلام، وأثاب الطائعين فأدخلهم دار السلام، ووقاهم يوما عبوسا قمطريرا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله خالق الخلق وأحصاهم عددا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المتقين، سيد الرجال، سيد العابدين والناسكين، صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها المباركون، يقول الذي على العرش تبارك اسمه المجيد قولا بليغا بهيجا. ماذا يقول الذي على العرش؟ يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Waheshimiwa waumini, baada ya shukrani na baada ya kumsalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na baada ya kuomba radhi kwa masahaba na kadhalika nusra kwa familia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa tawfiq na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, leo ni tarikh ya 17 ya mwezi wa 3 mwaka wa 44 baada ya 1400. Huo ni mwaka wa Kiislamu, muwafaq na tarikh ya 11 November mwaka wa 22 baada ya 2000. Waislamu, Mwenyezi Mungu ametaka mimi na wewe tuwepo muda huu hapa kwa ajili ya kutekeleza amri yake, kutekeleza maelekezo yake. Tuna dakika chache za kusikiliza hutuba mbili mujarrab, hutuba kunt, hutuba zenye afya kwa maisha yetu ya kila siku. Akhalafu tutafuatiwa na rakaa mbili, insha Allah Mwenyezi Mungu ayakubali yote haya mawili. Waislamu, katika mimbari yetu tukufu ya msikiti wa Railway al-Ma'ruf As-Sadiq al-Amin, bado tunajaribu kupekua na kuchungulia maelekezo ya Mwenyezi Mungu tabaraka ismuhul majid kwa watu wenye matatizo. Hilo halinaubisha ya kwamba tunakubali binadamu tunapitia nyakati tofauti katika maisha, na katika nyakati hizo hutokea kukawa kuna nyakati ngumu sana za kimaisha, kukawa na nyakati ngumu sana, na hutokea kupatikana nyakati zenye furaha. Lakini wengi huwa tunaamini kwamba tunapitia sana matatizo kuliko furaha. Sasa al-Islam ya tura wa ya marhaba akhwana ahbabi wa hubaba akhi al-habib al-labib al-mahbub din al-hanifa. Ndugu zangu, Uislamu ni dini ya maisha, ni dini ambayo haijaacha kitu, ma farratna fil kitab min shay'in. Kwa hivyo katika hutuba zetu takriban hii ni ya 3 sasa ama ya 4, tuliamua kwamba tujaribu kuliangalia eneo hilo, tuliangalie kwa kadri tutakavyojaliwa eneo la watu al-mubtalin, watu ambao tunapitia changamoto mbalimbali za kimaisha.
kila mtu kwa changamoto yake. Na tukawa tumeona kwamba kwa nini tuilete mada hiyo, ni kwa sababu baadhi ya watu wanapokutwa na matatizo wamepoteza imani, yani wamekuwa waathirika wa Uislamu. Yani mtu akikutwa na tatizo anapoteza imani yake, Uislamu wake unampotea kwa sababu anatafuta ufumbuzi nje ya utaratibu wa Kiislamu. Mara nyingi watu tukipata mitihani ya kiafya ama migogoro ya kifamilia au migogoro ya ndoa au migogoro ya kiuchumi na crisis zote zile ambazo zinatokea kwenye maisha yetu, baadhi ya watu huwa ni sababu ya kupoteza Uislamu wake, huwa ni sababu ya kupoteza imani yake, huwa ni sababu ya kushuka hadhi yake, huwa ni sehemu ya kudhalilika na kunyanyasika na kupoteza kabisa ule ubinadamu na murua kwa matatizo. Sasa Uislamu, dini iliyokamilika, dini nzuri, dini ya maisha, lam yasmut an hadha almaidan. Uislamu, je, umekaa kimya? Unaacha tu watu wanatokomea, wanapotea, watu wanaharibikiwa, watu wanapoteza imani, watu. Uislamu umekaa bila ufumbuzi? Fabidhalik aradna an nuhallil almushkila. Kwa njia hiyo na kwa hali hiyo ililazimika kwenye mimbari hii ambayo imejipambanua kushughulika na jamii, imejipambanua kuzungumza masala ambayo yanagusa watu, imelazimika tulete mezani khutuba mujarrab, khutuba kuntu, wasamainaha bi likulli shidda faraja. Tukaipa jina zuri kabisa, linajieleza na linatosha lenyewe kuwa ni tiba, kwamba likulli shidda baada kulla shidda farag. Kila baada ya shida yoyote basi huwa kuna faraja. Kila shida yoyote inapotokea kuna ufumbuzi. Kila shida yoyote inatokea ni ya muda tu. Usitupe Uislamu wako, usitupe imani yako, usigombane na familia yako, usishuke hadhi yako, usidhalilike, usinyanyasike. Wewe ufumbuzi wako upo. Almurru sayamurru wadawamul hali minal muhal. Almurru sayamurru, machungu yatapita, maumivu yatakwisha, ufumbuzi utapatikana. Baada ya shida ni faraja. Khutuba nzuri, khutuba ndefu. Sasa basi, kaifa yuhallil almushkila? Haya, tumeshajua kwamba kila baada ya shida kuna faraja. Namna gani, kivipi matatizo yanatatuka? Yanatatukaje matatizo ya khatiba, ya sheikh, ya imamu, sheikh, khatibu wetu? Tatizo linatatukaje? Mbona mimi nimegandwa? Mbona mimi limeningangania? Mimi limenishika tangu na tangu? Linaondokaje tatizo hilo? Fadarabna faji'na bikum bil amsila min sada al-anbiya wal mursalin. Katika kuhakikisha unaelewa vizuri mambo haya na unaelewa kwa kona tofauti tofauti, na wewe ujiweke kwenye tatizo lako, tukaona kwanza tuongee kwa mifano. Mifano tuliyoitoa ni ya waheshimiwa, ni ya watu watukufu, watu ambao ni wa Mungu direct, la shaka maa bil maa, kwamba huyu ni mtu wa Mungu. Kwa hiyo kama mtihani ni kuchukiwa, basi alichukiwa huyu. Kama ni nakama, kama ni laana, basi anayo huyu. Tukawataja watu wakubwa, manabii. Kwa hivyo kumbe, kwanza, matatizo sio sehemu ya laana. Yanaweza yakawa laana, lakini sio yote yenye laana. Matatizo sio kwamba ni upendeleo, yani mtu kaona kwamba labda kuna upendeleo unafanyika, kwamba fulani yeye anaendelea kutesa vizuri, mimi naendelea kuteseka. Hakuna upendeleo, kwa sababu tumewakuta watu wakubwa, waheshimiwa, manabii, wamekutwa na mitihani ashaddu ma anta alayhi, maana mitihani mizito mikubwa kuliko ulionayo wewe.
Na baada ya mitihani yote hiyo waliyokutana nayo manabii, tukaona jinsi ambavyo walivyotolewa kwenye matatizo hayo. Fal maudhu intaha. Kwa mtu mwenye uelewa, somo lilikuwa limekwisha. Kwa mtu mwenye kutaka kuelewa, somo lilikuwa limeishia hapo, kwamba matatizo yamewakuta manabii, tena mazito makubwa kuliko yanayotukuta sisi, na yalitatuka yakaisha, na wakabakia na heshima zao, wakabakia na imani zao, wakabakia na Mungu, wakabakia na mafanikio, ikabakia ni historia. Walibaki vile vile, hawakutetereka. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, unapopata tatizo lolote, hakikisha Uislamu wako unabaki nao. Tatizo lisikutoe kwenye Uislamu. Unapopata jambo lolote zito, hakikisha imani yako inabaki salama. Unapopata tatizo lolote, hakikisha udugu unabaki. Yani tatizo lisiwe sehemu ya kumwaga, ya kuvunja udugu. Tatizo lisiwe sehemu ya kupoteza heshima yako. Tatizo lisikufanye kwa kosana na watu unaowaheshimu, watu wanaokuthamini, watu wanaokuamini. Tatizo lisisababishe kuvunja na kukata mawasiliano na watu wako wa karibu. Lakini tatizo lisiwe ufumbuzi wake ni kujinyonga. Istokee my brother, ndugu yangu, ikawa ufumbuzi wa tatizo lako ni kwenda kujinyonga, ama ufumbuzi wa tatizo lako ni kumroga mtu kwamba ngoja nimkomeshe. Huyu anajifanya kwamba yeye anadhulumu sana watu hapa mjini, anajifanya kwamba yeye anapenda sana wake za watu, anajifanya sana kwamba yeye anapenda waume za watu, ngoja nimkomeshe, ukamroga. Sio ufumbuzi wa tatizo, Sheikh. Ufumbuzi wa tatizo sio kumnunia mtu. Ufumbuzi wa tatizo sio kuisaliti nchi yako, sio kusaliti familia yako, sio kusaliti mtaa wako, sio kusaliti watu wako wa karibu. Sio ufumbuzi. Kwa maana hiyo, kwa sababu tuliona sasa jamii inayochipukia, mwanafunzi akifeli form 4, tunasikia kwenye vyombo vya habari kwamba amejinyonga. Mtu akiachika kwa mume wake, tunasikia amechukua bunduki, nani kaweka sumu kwenye chakula, wamekufa wote nyumba nzima. Mtu sijui akinuniwa kwenye familia, anakwenda kuuza mashamba yote, watu hamjui. Mnakuja kushangaa imeshauzwa, na kiwanja na mpaka na nyumba unaokaa mnaambiwa pisheni. Nini wasa fulani ameuza? Kwa sababu ya kile kikao tusikilo tulisema kwamba kaishauza shekhe. Yaani ufumbuzi imekuwa ni kuleta tatizo jingine. Tatizo unaliototoa kwa tatizo lingine. La. Kwa hutuba hii allati samainaha bikulli shidda faraj, tumeipa jina zuri. Kila tatizo lina nafuu yake, lina afadhali yake, lina utatuzi lolote. Almurru sayamurru, jambo lolote baya, zito, chungu, litapita. Warabu wana msemo wao mzuri, almurru sayamurru. Yani maneno yamefanana, maneno yamekaribiana. Almurru, jambo chungu, sayamurru, litapita. Murru almurru, yani almururu fil lisan, almurru fil lisani sayamurru. Yani maneno yamekaribiana na yamefanana kwenye lugha ya Kiarabu. Kwa Kiswahili tunasema machungu yote yataondoka. Sasa Waislamu, kaifa yuhallalu almushkilat? Hapo ndipo kila nikiongeza, Sheikh, mbona asemi sasa tunatatuaje matatizo? Maki inakuwa maneno porojo nyingi. Kwa nini Sheikh aende kwenye maudhui? Hii nao ni maudhui unaandaliwa. Sasa leo naomba tusome kisa kimoja kwa makusudi. Hicho kisa kitaanza kukupa fununu ama dalili, mwelekeo, ishara, alama za kumbe matatizo yanaweza katatuka, kumbe hivyo. Kwa sababu akili iliyopo kwa wengi, tunaamini kwamba kutatuka kwa tatizo ni kuondoka lile tatizo. Narudia tena, ukarrir. Kuna wengi sana tunaamini ili mtu onekane tatizo limekwisha, ni lazima lile tatizo liondoke unavyotaka wewe. Yani kwa mfano, mtu huna mtoto, ndoa yako ina mwaka wa 10. Mwenyezi Mungu amejalia umeolewa ama umeoa, lakini hamjajaliwa mtoto. Mengine yote yako fresh, mambo yote swafi.
mambo yote bam bam, kila kitu mmejenga, wasikia sana, mna mashamba mazuri, kazi zenu bado zinaendelea, ajira safi, mishahara inapanda, biashara zinanawiri, mambo afya swafi, kila everything man, kila kitu kiko safi, lakini hamjapata mtoto. Kwa hiyo akili ya haraka na inavyotaka ni kwamba tatizo la kukosa mtoto ni kupata mtoto, basi ndio njia tunayojua sisi. Lakini shekhe, al-mushkala al-faraj awsa' wa akbar wa a'zam min hadha, wa hadha fahamul khati'a haqiqatan ma'a bil ma'a. Mabwana, ndugu zangu, waheshimiwa, waumini wenzangu, kutatuka kwa tatizo ni zaidi unavyofikiria wewe. Yani hiyo kupata mtoto ni sehemu ndogo katika sehemu kubwa pana, yani yenye kubwa ambayo ina maana ya kutatuka tatizo. Tatizo sio maana yake wewe unavyofikiria linatatuka hivyo, ndio hivyo. Kuna njia nyingi za tatizo likawa limeisha. Sasa kabla hujajua na kabla hujapapata hapo na hujapata hiyo nafuu ambapo alhamdulillah, kumbe mimi tatizo sina. Yani inawezekana hapo unapoona una tatizo wewe, kumbe tatizo tayari hauna. Hiyo kuona una tatizo nayo ni tatizo jingine pia. Kuna wakati fulani inawezekana hilo tatizo sio tatizo tena. Yani kwa sababu tu hujaelewa kwamba kumbe tatizo lako lishakwisha muda mrefu sana. Yani wewe huna tatizo, uko safi, lakini kwa sababu una akili yako ya kwamba tatizo linatatuka hivi, basi ndio maana unaona hujatatuka. Sasa katika mimbari yetu hii tumekariri sana manabii na baadhi ya maswahaba, lakini katika wote hao tumekariri watu ambao ni wa jinsi ya kiume, ni jinsi ya kiume. Sasa kwa kuweka hansad, kuweka kumbukumbu vizuri na kuonesha Uislamu ni dini ya wote, na mifano sio tu, maana kuna watu ukizungumzia masuala ya pepo unazungumzia wanaume, ukizungumzia sio cha Mungu unasema tu wanaume. Sijui mpaka Mwenyezi Mungu akasema innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitati wal qanitat was sabiri. Mpaka Mwenyezi Mungu anasema bidi sasa aseme kabisa, sasa jamani, waislamu wanaume, waislamu wanawake, waumini wanaume, waumini wanawake, wacha Mungu wanaume, wacha Mungu wanawake, wavumilivu wanaume, wavumilivu wanawake, wenye kufunga wanaume, wenye kufunga wanawake, wenye kujilinda na machafu wanaume na wenye kujilinda. Mungu akawataja wote. Anasemaje? Anasema was-saimina wadh-dhakirina Allaha kathira wadh-dhakir a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yani Mungu ilibidi aseme kwa wakati fulani watu waelewe, maki watu waelewe, akabidi ataje mwanamke mwanamume. Lakini kutaja tu Waislamu, wewe ukishakuwa Muislamu yake humo, sio lazima tutaje wadogo, wakubwa, si wanaume, wazee. Ukishataja Waislamu na Muislamu natosha. Kwa hiyo ukiwa mwanamke, ukiwa mwanamume umetajwa, lakini kuna wakati watu waelewe. Sasa leo nawaletea binti wa Kiislamu namna ambavyo matatizo yalivyomkuta na yalivyotatuka baada ya kuona manabii, matatizo yalivyowakuta na yalivyotatuka. Akhalafu hutuba yetu kama itaturuhusu ndio tutamalizia wewe sasa msikilizaji, baada ya kuona manabii tena ni wanamume, na baada ya kumuona yule dada ambaye ni mwanamke, matatizo yametatuka kwa hawa watu. Wewe sasa, wewe individual, wewe mwenyewe binafsi, wewe mwenyewe hapo ulipo, unatatukaje na tatizo lako? Waheshimiwa, اليوم مباشرة إلى صحابية الجليلة خولة بنت ثعلبة. معك وأمامك هذه سيدة التي نزلت عليها القرآن يتلى من فوق 7 السماوات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. leo mbele yenu namuinua na kumtangaza na kumleta hadharani sahaba mtukufu, sahaba mzito, sahaba wa kike. Sahaba, maana ukisema sahaba watu wanajua ni mwanaume. Sahaba mwanamume, sahib, na sahaba mwanamke. Wote mwanamke na mwanaume wote ni masahaba. Yani sahaba maana yake ni mtu aliyekuwa wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, akamuona kwa macho yake na akamwamini kwamba huyu ni mtume wa Mungu.
Hizo sifa mbili ukimwona Mtume sallallahu alayhi wa sallam na ukamwamini ni mtu wa Mungu, unaitwa sahaba. Uwe mwanamume, uwe mwanamke, uwe mtoto, uwe mkubwa, uwe mzee, whatever the case, vyovyote itakavyokuwa. Kwa hivyo ninawaletea sahaba wa kike, sahaba mwanamke, anaitwa bi mkubwa huyu Tha'laba, yani Khawla binti Tha'laba. Mra'atun jamila, mra'atun mukhallaqa, mra'atun dhu haiba, dhi haiba, mwanamke mwenye shakhsia, mwanamke mzuri, mwanamke wa kupigiwa mfano, mwenye maadili, aliyefundishwa akafundishika, akapashwa akapashika, akaambiwa akaambilika, akaelimishwa akaelimika. Mwanamke, sikiliza kisa chake. Huyu mwanamke zimeshuka ndani ya Qur'an al-Majid, Qur'an al-Majid, zimo aya 4 zimeshuka kwa tukio lake, zimeshuka kwa mambo yake, zimeshuka kwa dua yake. Mwanamke shekhe yani Khawla binti Tha'laba ameomba dua, tena dua yenyewe shekhe, Allahumma inni ashku ilayka dha'fi quwwati wa qilati hilati. Dua hiyo mama anasoma, huyu mama. Maana dua sio lazima msome wanaume tu peke yenu, na wanawake wanasoma dua. Na hata ukiambia tu tukasome dua ukakuta msomaji ni mwanamke, itikia tu amin. Mwanamke huyu alisoma dua mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi. Baada ya kuwa mambo yamekuwa magumu, shida zimemshika, hajui shida yake inafumbuka vipi, inatatuka vipi, na imeshika maisha yake. Yaani ufumbuzi hapo hakuna namna, akaona aombe kwa Mungu, shida yake ikaisha. Khawla binti Tha'laba, huyu mwanamke kwa mukhtasaran alikuwa na mume wake. Mume wake alikuwa ni mtu mzima, anamzidi kwa umri mrefu sana. Yani kama vile labda dada yule ana miaka 45, bwana mkubwa na miaka 70 au 65. Yani ni sawa sawa na mtoto wake. Wanapishana kwa umri mkubwa sana. Na katika ndoa yao ilikuwa ni ndoa yenye matatizo. Yule mzee alikuwa mkorofi. Unajua wazee huwa wakorofi. Yani kuna vitu fulani automatically ukifikia kwenye umri fulani unakuwa mkorofi. Kama ambavyo ukiwa mtoto unakuwa mtundu. Yani hutokea hivyo. Yani mtoto akifika hapa kalipamia hilo hapo, hatuwezi kushangaa. Ili nani akafika mtoto akiwa na miaka 2 3 unajua tu watoto bwana hawa. Akipamia mtu mkubwa unasema hivi vipi, yani akili, yani hujaona na maana hapa. Yani tofauti yake inakuja hapo. Yani mtoto na mkubwa, kuna kitu kwa mtoto ni kawaida, kwa mtu mkubwa haiwezekani. Na kuna vitu kwa wazee ni sawa, lakini kwa mtu ambaye sio mzee sio sawa. Sasa wazee wana sifa fulani ya ukorofi fulani. Kwa sababu gani? Huwa wanahisi wanadharauliwa. Yani mtu akishajishi kwamba anatengwa, anadharauliwa, hapewi thamani yake nini, kwa hiyo inabidi achachamae kuonesha kwamba yupo. Ndio wale wazee wanasema wewe mtoto wa nani wewe? Yani ile nikutaka tu kuonesha kwamba yeye anaweza kukufokea kivivyote. Inawezekana anajua ni mtoto wa nani, lakini ni ile tu vurugu zake za wazee. Sasa huyu bi mkubwa aliolewa na mtu mzima. Akawa yule babu anapenda aoneshe kwamba yeye aheshimiwe, wakiacha kwamba ni mume, lakini ni mwanamume, ni mtu mzima. Na yule bi mkubwa akawa na hoja zake, anajenga hoja kumfafanulia mzee. Anaona kama yule binti ni mkorofi. Na hutokea kwenye ndoa zetu, yani mke unavyomwambia anahisi wewe ndio mkorofi, kumbe yeye ndio haelewi mambo. Yani hajaelewa kwamba bana swala hapa wageni wamekuja, sawa, wewe unang'ang'ania tukanunue mandazi, lakini si kuna kipolo, kile kipolo si kinatosha, si ukilete ukipaa mimi siwezi kuposha kile, kapashe mwenyewe. Unaona sasa hapo, yani hapo tatizo ni uelewa tu. Yani yeye anaona kuwapa wageni kipolo eti litakuwa jambo la aibu sana, kumbe wageni wenyewe wanaumendia yule kipolo wanakitaka. Sasa yani yeye ameitafsiri tu akili yake. Lao angefanya tu akachemsha, akaja pale akaweka na nini, watu wangekula, lakini mambo ya uelewa tu yanaweza kuleta mgogoro. Sasa ilifikia hatua katika mgogoro wao ndani ya ndoa, yule mzee akatamka neno. Lile neno likabadalat al-mawdu'a batta. Lile neno likabadilisha mada yote, ikaharibika pale, likachafua hali ya hewa. Hali ya hewa ikachafuka. Maana ilifikia hatua yule mzee akasema, sasa wewe
naona unataka kuzidi sana, unataka kunipanda sana wewe. Mimi nasema hivi, kuanzia leo wewe ni sawa sawa, enti minal yaume kadhahari umme. Mimi kuanzia leo wewe kwangu mimi ni sawa sawa na mgongo wa mama yangu. Hili neno kwanza yule dada mwenyewe Khawla alisema laqad qulta qawlan adhima. Ausi bin Samit, umefikia kusema neno hayo? Wallahi umesema maneno magumu sana, maneno mazito sana. Umefika mbali sana. Haya maneno sio maneno ya kawaida. Kwa sababu gani? Haya maneno, ndugu zangu Waislamu, waumini wenzangu, yalikuwa maneno haya wakati kabla ya Uislamu haujasambaa, haujafundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sura hii tulionayo. Maneno haya yalikuwa ni sehemu ya kumwacha mwanamke bila kumrudia maisha. Yani ukimwambia mkeo kwamba wewe ni sawa sawa na mgongo wa mama yangu, haya maneno ni talaka ya moja kwa moja. Yani ndio baba jeni, ndio bye bye, ndoa imekwisha, mmekufa hapo manake. Kwa hivyo binti huyu dada alipomsikia mume wake anasema maneno haya, akasema la, umesema maneno haya, umesema hivi Swami? Akasema mimi nimesema. Akasema basi kama unavyojua tena. Kwa hivyo kwa haraka muda umesogea kidogo, ilikwenda hali, lakini dada alikuwa bado mzuri, bado anavutia, wasikia sana. Siku kama siku ya pili yake ya tatu akajipodoa uzuri, akajilemba vizuri, akajitengeneza vizuri, safi kabisa. Aliporudi mume wake yule mzee akamkuta binti karembeka vizuri sana, mlimbwende wa hali ya juu. Akawa ameona bado anafaa aendelee kuwa mkewe, akahitaji haja za mume kwa mke. Yule dada akamwambia, hapana, unakumbuka juzi umesema mimi ni sawa sawa na mgongo wa mama yako, na hili jambo unalijua maana yake, ni jambo zito sana. Leo tena wewe huyo unajifanya umesahau, unataka kurudia maneno, unataka kumeza matapishi yako. Unataka nini tena? Hili jambo mimi ashku ila rasulillah, arfa'uhu ila rasulillah. Hili jambo aliwezi kuishia mimi na wewe. Mimi nalipeleka kwa mtume tukapate maelekezo. Nalipeleka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, akatuma maelekezo. Wewe umeniambia mimi ni sawa sawa na mgongo wa mama yako. Akhalafu leo tena unakuja hapa unataka tuendeleze ndoa ya mke, mambo ya mke na mume. Hayawezekani haya mambo. Haya lazima mtume an yahkuma Allah wa rasula, an yahkuma Allah wa rasulu. Mungu na mtume lazima wayahukumu haya mambo, lazima wapite katikati. Hili ni tatizo, umechezea ndoa yangu. Basi wallahi yule dada aliondoka, ilikuwa Madina, akaenda paka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume alipokuwa anakaa, yani nyumba yake yani mtume vyumba vyake kuna kama nini hiyo, kama ukuta wewe ambao huko kunakuwa ni vyumba vya mtume, huku ni msikiti. Yani ilikuwa hivyo, yani kama huko chumba alafu huku ni upande wa msikiti. Ndivyo ilivyokuwa. Kwa hivyo alipofika manake akafika kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio kama vile kafika msikitini pale. Na alipofika pale sallallahu alayhi wasallam, mtume akampokea uzuri, akamfurahia sana, akamuuliza, haya aiti akhbari, leta habari, kuna habari gani? Maana ujaji wako sio kawaida na wala si haujazoea kutusurprise kwa ujaji huu. Yule bimkubwa Khawla binti Tha'laba fashakat ila rasulillah, akashtaki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume, mimi nimekuja, mume wangu namfahamu, ni mtu mzima na nimeishi naye kwa muda mrefu, tumebahatika kupata watoto wengi, lakini juzi katika pitapita ya migogoro na mazungumzo yetu alinitamkia neno ambalo ndio limenileta hapa. Aliniambia mimi kwake ni sawa sawa na mgongo wa mama yake. Hili neno unalijua mtume uzito wake na unalijua maana yake, lakini leo tena kaja anataka tuendeleze mke na mume katika maisha ile ya kawaida. Hili jambo limenipa shida, nimekuja mtume, naomba uniambie ni nini muendelezo wetu katika mimi na mume wangu. Alitoa maelezo mazuri sana zaidi ya anayosema mimi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, ma araki illa waqad harimta alayhi, kwa maelezo ulivyotoa wewe ni haram, sina namna nyingine yoyote. Yule mume wako sio mumeo tena. Kwa maneno aliyosema hakuna ndoa tena kati yenu, na kuona wewe sasa ni haramu, hamwezi mkarudiana.
Akamwambia, ya Rasulullah, baada an akala shababi, baada ya kuwa amemaliza ujana wangu, amekula ujana wangu, amenizalisha watoto mpaka wamekwisha tumboni, amenichakaza, amenitoa kwenye yani leo ndio ananiambia mimi ni sawa sawa na mgongo wa mama yake, kwa sababu anajua sina la kufanya, sina pa kwenda, sina nini. Kweli Mtume, kwa hivyo hali ndio imekuwa hivyo. Mtume akasema, ma arak illa kad harimta alayh, ninachoona hakuna zaidi ya kwamba wewe ni haramu kwa bwana Samit, bwana man Ibn Samit yule. Mtume, lakini huyu mzee ni mtu mzima, hana wa kumhudumia, mimi tukiachana naye ataishi maisha magumu sana. Labda Mtume akamwambia, wallahi nakwambia, ukarir, nakwambia umeachika, yule sio halali yako. Mtume huyu mimi nina watoto naye, tena indi subyan in taraktuhum ilayhi da'u wa in akhadhtuhum alayya ja'u. Mtume ni mimi na watoto naye, nikimwachia hao watoto watapotea, hana malezi, hana usimamizi mzuri. Ni baba ambaye anatembea kutwa mzima, watoto wataharibika huku nyuma yake. Lakini nikibakia nao mimi hao watoto, baada ya kuwa tumeachana naye, watakufa na njaa, mimi sina kazi. Mtume, hebu liangalie hili jambo. Mtume akamwambia, ma arak illa qad haramta alayh, mimi ninachokiona, sina kauli nyingine, wewe man Khawla binti Tha'laba kwa Aus ibn Samit hakuna ndoa, wewe ni haramu kwake. Mabwana, sisi mnanielewa? Namalizia. Hili ni tatizo. Kama wewe una tatizo la kuumwa, hilo ni tatizo na wewe. Kama una tatizo la ajira, hilo nalo ni tatizo kwenye ajira. Kama una tatizo la kiudugu, mna mfarakano mkubwa, mna mpasuko mkubwa, hilo ni tatizo. Na kama una tatizo, hilo ni tatizo unalo wewe. Na huyu dada tatizo yake ilikuwa ni hili. Kwa hiyo yote haya tumesema ni matatizo. Wa baada shida al-faraj, baada ya shida yoyote kitokea, basi huwa kuna faraja. Shida yoyote ikitokea kuna faraja. Tukutane hutuba ya pili inshallah, tumalizie kisa chetu, tuone jinsi ambayo shida ya mwenzetu ilitatuka vipi, na shida yako wewe itatatuka hivyo hivyo. Kila mtu ana shida yake. Shida ya dada, shida ya bi mkubwa, shida ya sahaba huyu wa kike ilikuwa ni hiyo, ni nzito kwa mwanamke shekhe kuachwa kwenye mazingira ambayo tayari ameshazeeshwa, kaisha chakazwa, amepaushwa, havutii tena, maugujiga mnao hologalkum kila huwe yamekwisha. Maana yake kuna wakati mwanamke akiwa bado anatikisika, taal kaituhrak, ukimwambia umeache wewe mgongo, anakuambia poa kabisa, tena anakuambia ndio nilikuwa nasubiri. Lakini kuna wakati umeshamaliza maugujiga mnao hologalkum kila huwe, umemaliza, hamna tena, mbele hapa chezi, nyuma patikisiki, alafu namwambia wewe tena hunifai. Wallahi hili ni tatizo. Wanajinyonga watu shekhe, watu wanajinyonga. Watu wanakwenda kwa waganga kwenda kufanya ushirikina kuhakikisha anarudi kwa mume wake, anapoteza imani, anapoteza Uislamu, anajiua ama anawaua watu, anaweka sumu ama anapiga risasi. Yani kutokana na mazingira alionayo, kama ni mtu wa risasi atapiga risasi, kwa sababu anaona dunia yote imemwangukia, ni giza mbele kwa kumpoteza mume wake, anapoteza kila kitu. Hili ni tatizo. Wewe una tatizo lako, hili tatizo lilitatuka vipi? Tukutane hutuba ya pili. Yaqulu alladhi 'ala al-'arsh tabaraka ismuhu al-majid والذين يظاهرون من نسائهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول. الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة، والصلاة والسلام على من أرسل كمال المنة وعلى آله وصحبه الذين حبهم واتباعهم لنا جنة من ثم. أما بعد، أحبابي وأحبابا، مرحبا بكم مجددا. Waheshimiwa waumini, karibuni tena hutuba yetu ya pili. Dakika chache 3-2 tunamaliza. Wote mko hadhiri. Hutuba ya mezani, tunajaribu kutatua matatizo. Uislamu kila tatizo umelipa ufumbuzi wake. Mbele yetu tuna dada ana tatizo la kupoteza ndoa yake. Tatizo ambalo watoto wake wanakwenda kupoteza mlezi wao kwa umbali watakokuwa nao. Wakimpoteza mama, malezi ya baba hayafai. Single mother, single parents,
mzazi mmoja ni mtihani sana katika malezi hayo. Lakini wakibakia na mama hali yake taabane, labana kitaba gudulia simtungi. Hali yake hawezi kuwalisha watoto 6, hawezi kuwavisha, hawezi kuwatibisha, uchumi wake sio mzuri. Lakini bimkubwa pia hawezi kuolewa, ameshazeeshwa, ameshachakazwa, amepaushwa, maugujigamuna holo galukum kila huwe yemekwisha, hayapo, hana pa kujidaia, hana maji ya kioga yanabaki mwilini, hayaishi yote, hana tena uwezo wa kuweza kuolewa tena vizuri na kufurahia maisha. Ni matatizo. Mtu anaweza kujinyonga, mtu anaweza akafa, mtu anaweza akapoteza imani, akapoteza Uislamu, mtu akawa chizi, akachizika barabarani anasema ovyo, akafanya hata mambo ya ajabu ambayo hakuyatarajia. Tatizo kwa bimkubwa hili. Sasa sikiliza, kamwambia mtume anaambia inabaki hivyo hivyo kwamba wewe ni haramu kwa yule bwana. Yule dada akaona sasa hapa hakuna namna. Farafa'ati yadayha barqiyatan najilatan ila qa'imus samai bila amade. Dada njia iliyobakia ni kuinua mikono kwa Mwenyezi Mungu tabaraka ismuhul majid. Akainua mikono yake akamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi Allahumma ashku ilayka dhu'fa quwwati wa qillati hilati. Mwenyezi Mungu, nashtaki na kulalamikia, nisikie kesi yangu, sikiliza malalamiko yangu. Sina nguvu, sina ujanja, mume wangu ameniacha, na maelezo mengi akataja pale dua yake, dua nzuri sana. Bibi Aisha radhiallahu anha anasema yeye, unajua pale palipokuwa kati ya chumba cha Bibi Aisha na pale mtume alipokuwa anaongea na yule dada yule Khawla, kulikuwa na pazia tu, kulikuwa na pazia tu. Lakini yale mazungumzo waliokuwa wanaongea mle ndani mtume na yule mgeni wake, alikuwa anayaongea kwa adabu sana yule dada, kiasi kwamba Bi Aisha upande wa pazia wa pili hakusikia kinachoendelea, hakujua malalamiko yule dada, hakujua anazungumza kitu gani na mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani pazia, kiasi kwamba yani pazia, lakini hajasikia yule dada anaongea na mtume. Anasikia wananongona fulani, wanafanya mamaring wananongona tu, maneno hayasomeki. Lakini wakati Bi Aisha hapa asikii, Mwenyezi Mungu mbingu ya 7 huko anamsikia dada binti sahaba wa kike Khawla binti Tha'laba, anasikika maneno yake mbingu ya 7. Bi Aisha kwenye pazia hayasikii maneno ya yule dada, lakini yanasikika mbingu ya 7. Anamwambia Allahumma anzilil Qur'ana fiyya yutla min hadha al-yawm ila an tartha al-ard wa man 'alayha. Mungu nakuomba ushushe Qur'ani kwa ajili yangu, ije ininihusu, maelekezo yako kwenye Qur'ani yaje yasomwe, iwe ni historia kwangu mpaka dunia inaondoka, mpaka dunia iondoke. Naomba ushushe Qur'ani kwa ajili yangu, ije ilete ufumbuzi wa jambo hili. Yule dada anasema Khawla binti Tha'laba, wallahi baada qilqil baada hunay'a baada ruwaida ya tura wa ya marhaba akhwana, baada ya muda mchache, baada ya kitambo kidogo, baada ya yani kama kufumba na kufumbua hivi, anamuona mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ana furaha, anamwambia ya Khawla isma'i. Khawla, sikiliza, jaa alfaraj. Khawla, sikiliza, faraja imekuja, ufumbuzi umekuja tatizo lako. Ile aya min suratul mujadala, sura yenyewe inaitwa suratul mujadala, yani sura inayozungumzia majadiliano ya mtume na huyo dada aliyoachika kwa dhihar. Sura hii imepata ni juzu ya 18 inapoanza, 28 inapoanzia, juzu ya 28 inapoanzia, ile juzu zima lile mpaka linaingia 29 linazungumzia masuala ya jamii, mambo ya familia, mambo ya mitaani, mambo ya kuzuliana uongo, mambo ya kukatazana, mambo ya wizi, mambo ya uzushi, mambo sio ya talaka, mambo ya riziki. Paka ndio hiyo juzu ndio nasema sayaj'alullahu ba'da al-usri yusra.
Hii juzu shekhe ina maisha yote ya kijamii yanapatikana juzu ya 28, na yalianzia kwenye maisha ya kijamii ya huyu dada. Suratul Mujadila zikashuka aya 4 mfululizo. Aya inamwambia mtu yoyote ambaye amemwambia mkewe kwamba ni sawa sawa na mama yake, ni sawa kabisa alivyotoa mtume maelezo, anakuwa ni haram, isipokuwa mrihi. Mungu anasema Khawla, kamwambie mume wako, kamwamrishe mume wako tahriru raqaba, awaache watumwa, amwache mtumwa huru. Akimwacha mtumwa huru, wewe unakuwa mke wake kama kawaida, na habari intaha almawdhu, habari zinakuwa zimekwisha. Yule mwanamke akasema, mtume yule atatoa wapi mtumwa shekhe? Babu yule kama mzee Ngege anatoa wapi mtumwa shekhe? Taaban, hana lolote maskini, atatoa wapi mtumwa? Mtume, mbona mambo yanazidi kuwa magumu tena? Maana hilo ni shida nyingine tena imekuwa. Kule ndoa hamna, tunaambiwa tuna mtumwa, tatizo jingine hilo. Akasema au siyami shahrain mutatabi'ain. Sikiliza, au mwambie akafunge miezi 2 mfululizo. Akamwambia sasa hilo ndio gumu zaidi, maana hilo ni babu, ni mzee, atakufa siku ya 8 tu hoi. Afunge miezi 2 mfululizo, babu miaka 60, 80, sijui 90. Hawezi. Hilo nalo ni tatizo jingine. Mtume akawaambia au itamu miskina, awalishe maskini awalishe maskini 60. Akaambia hilo yule maskini, yani yeye mwenyewe maskini, yule mzee ni maskini, au maskini anaenda kuwalisha, anawalisha kitu gani? Hana chochote yule. Kwa hiyo kufunga hawezi, kutoa mtumwa hawezi, kulisha maskini ndo kabisa hawezi, yeye mwenyewe ndo maskini. Mtume bado tatizo lipo. Mtume akamwambia sallallahu alayhi wa alihi wasallam, khudhi urqata min at-tamri. Mimi hapa mtume nina tende hizi hapa kama kisado kimoja hivi cha tende, au mkungu mmoja wa tende, naomba uchukue utoe kwa niaba yake sadaka. Akamwambia na mimi, yule dada akasema, na mimi ninao mkungu mwingine nyumbani wa tende. Kwa hiyo mkungu wako wewe mtume na mkungu wako mimi. Mtume akamwambia tasaddaqi lahu, nenda ukatoe sadaka kwa ajili ya mume wako na ndoa yenu itaendelea. Sallu ala rasulillah, sallu ala habibikum, kabbirullah, Allahu akbar. Mabwana, hatimaye tatizo na dunia ilivyokuwa imemwangukia bibi mkubwa Bi Khawla binti Thalaba, tatizo lake limekwenda kutatuka kwa njia rahisi kuliko alivyofikiria. Kutoka kwenye kuachia mtumwa, kutoka kwenye kuachika, kuacha mtumwa huru, kufunga miezi 2, kuwalisha maskini, yote yamedondoka. Tende za kisado zimekwenda kuokoa ndoa yake na akaendelea. Sasa muda umeisha, saa 8 dakika 10 na dakika 5. Wiki ijayo tutamalizia kidogo hapa, afu ndio tutawapa sasa kila mmoja kwa tatizo lake. Sasa maana yake hapa nilikuwa nawaambia namna gani matatizo yanatatuka. Usione akili yako unavyotaka wewe, lakini pia umemwambia Mungu. Huyu dada alimwambia mtume, mambo yakashindikana. Mume wake ndio kayatianga kabisa, lakini aliposhtaki kwa Mwenyezi Mungu, hebu fikiria, Bi Aisha hasikii, lakini Mungu mbingu ya 7 anasikia matatizo ya mtu na anayatatua papo kwa papo. Mabwana, tutaendelea kuanzia hapo inshallah. Kuna maneno ya kumalizia eneo hilo, akhalafu tutatatua matatizo yetu mmoja mmoja inshallah. Usikum salatu ala sahibi taj wa miraj, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم عليه وعلى الآل والأصحاب وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وأزواجهم وذريتهم وأن معهم برحمتك وأنت أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم فرج عنا، اللهم فرج عنا، اللهم فرج عنا، يسر ولا تعسر وكن لنا ولا تكن علينا برحمتك نستغيث من عذابك السجير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. قوموا إلى صلاتكم.